Of course, moja ya issues ambazo zimetrend kwenye kombe la dunia ni juu ya baadhi ya mashabiki ambao walikuwa wanatarajiwa kuisupport ama kuiunga mkono timu ya taifa ya Afrika Kusini, kwa maana ya Afrika wenyewe kuonekana kama wameikwepa hivi alafu wakahamia upande mwingine. Mechi ya kwanza ya ufunguzi Mexico dhidi ya Afrika Kusini ilionekana kwamba mashabiki wengi wa Afrika hawakuwa katika upande wa timu ya taifa ya Afrika Kusini. Badala yake wakaamua kuishabikia timu ya taifa ya Mexico. Swali ambalo liliibua maswali mengi. Kwa nini wa Afrika kuweza kuikataa timu yao au timu kutoka katika bara lao? Hili lilizungumzwa pia na nahodha wa timu ya taifa ya Afrika Kusini, kwa maana ya Ronwen Williams, mlinda mlango huyo, ambaye alishangazwa na tabia hiyo ya Afrika kuweza kukataa ama kuwakataa kuunga mkono wa Afrika wenzao then kuhamia katika upande wa Mexico. Haikuishia hapo, pia tumekuja kuona baadhi ya show za wasanii wa Afrika Kusini ambazo zilipangwa kuweza kufanyika nje ya Afrika Kusini, kwa maana ya kufanyika katika mataifa mengine pia zikikanseliwa. Issue kubwa ikabaki, watu wengi wanajiuliza kwa nini kama Afrika Kusini hivi inatengwa na Afrika? Nini ambacho kimetokea? Niko hapa kukujuza na kukupa kiundani zaidi ya kile ambacho kinaendelea ndani ya Afrika Kusini, ambacho taratibu kimeanza kuitafuna ama kuwatafuna wa Afrika Kusini wao wenyewe. Mimi ni Justin Kosan. Hii ni Rushauri TV, endelea kusalia hapo, lakini pia fanya usubscribe na kubonyeza alama ya kengele hapa YouTube, lakini pia kutufuata katika mitandao yetu ya kijamii. Instagram tunatumia Rushauri_TV, Facebook tunatumia Rushauri TV, sawa kabisa na kule TikTok. Of course, kwa miaka mingi Afrika Kusini imekuwa ikionekana kama taifa lenye uchumi mkubwa na lenye fursa nyingi zaidi barani Afrika, na maelfu ya Waafrika kutoka nchi mbalimbali wamekuwa kivutiwa kwenda nchini humo kutafuta ajira, biashara na maisha bora. Hata hivyo, katika miaka ya hivi karibuni taifa hilo limejikuta likikumbwa na changamoto kubwa ya chuki dhidi ya wageni, hali inayojulikana kama xenophobia kitaalamu zaidi. Sasa matukio ya mashambulizi dhidi ya wahamiaji kutoka nchi mbalimbali za Afrika yamekuwa kiripotiwa mara kwa mara, huku baadhi ya wananchi wa Afrika Kusini wakidai kuwa wageni wanachukua ajira zao, wanaongeza uhalifu na kubana huduma za kijamii. Ingawa viongozi wa serikali wamekuwa wakikemea vitendo hivyo, taswira ya nchi hiyo imeendelea kuathirika katika macho ya Waafrika wengi. Sasa athari ya xenophobia zinaonekana kuanza kuvuka mipaka ya siasa na usalama na kuingia katika sekta ya burudani pamoja na michezo. Serikali ya Afrika Kusini yenyewe imekiri kuwa baadhi ya wasanii wa nchi hiyo wameanza kupoteza fursa za maonyesho katika mataifa mengine ya Afrika kutokana na hasira zinazohusishwa na matukio ya ubaguzi dhidi ya wageni. Ni moja ya issue ambazo of course haikutarajiwa, kwa sababu pia tumeona hata moja ya mataifa pia huko ambayo yanashiriki kombe la dunia, kwa maana taifa la Iran, wakati wanacheza mchezo wao wa kwanza wakitoa sare, ilionekana kama baadhi ya waandishi wamekuwa kihoji kwamba labda wachezaji wenyewe wanachukuliaje swala ambalo linaendelea katika nchi yao ya Iran dhidi ya Marekani, na wao wenyewe wako wanashiriki kombe la dunia tena katika nchi hiyo hiyo ya Marekani. Moja ya wachezaji alijibu kwamba sisi tuko hapa kwa ajili ya kuweza kuonyesha uwezo wetu kimichezo na sio kuzungumzia mambo ya taifa letu ama mambo ya siasa. Sasa Ronwen naye alikuwa akizungumzia hilo kwamba tuachane na mambo ya siasa alafu tujikite zaidi katika michezo, jambo ambalo limeonekana kuwa tofauti kabisa na Waafrika wamba wameamua kukaza kweli kweli juu ya kile ambacho kinaendelea Afrika ya Kusini. Waziri wa sheria wa Afrika Kusini alifichua kuwa baadhi ya wasanii wamekuwa kilalamikia kufutwa kwa maonyesho yao katika nchi mbalimbali za Afrika, na kwa mujibu wa taarifa hizo, msanii mmoja alimfikia waziri huyo na kueleza kuwa maonyesho yake, kwa maana ya show yake aliyokuwa imepangwa ifanyike nje ya Afrika Kusini, ilifutwa kutokana na hali hiyo. Ingawa majina ya wasanii hayo hayajawekwa hadharani, lakini taarifa zimezidi kusambaa kwamba baadhi ya wasanii wa Afrika Kusini pia ambao walikuwa wameplani au walikuwa wameshaandaa eventi zao ambazo zitafanyika nje ya Afrika Kusini, kwa maana zikiwa ndani ya bara hili la Afrika, zimekanseliwa na zimefutwa kwa sababu tu ya kile ambacho kinaendelea ndani ya Afrika ya Kusini. Na katika baadhi ya nchi, wananchi wameanza kuonyesha kutoridhishwa kwao kwa kususia ama kupinga ushiriki wa wasanii wa Afrika Kusini katika matamasha ya hafla mbalimbali, na wapo wanaamini kuwa wasanii hao wanapaswa kutumia ushawishi wao kulaani wazi vitendo vya ubaguzi vinavyofanyika nchini mwao na si vinginevyo. Na wengine hata hivyo wanaona kuwa si haki kuwaadhibu wasanii kwa makosa ambayo hawakuyasababishia wenyewe.
kwa sababu hii ni issue ya kisiasa, si ndio? Lakini inakuwaje tunaanza kuwapa mzigo watu wengine ambao hawahusiki? Lakini yote kwa yote kwamba wewe kama msanii ama mchezaji tayari una influence, una ushirika ama una nguvu katika jamii, so unaweza kufanya jambo ambalo linaweza likabadilisha mtazamo wa jamii. Ndivyo ambavyo wengine wanahisi kwamba wasanii pamoja na wachezaji wanayo fursa kubwa ya kuweza kushawishi jamii kuachana na mtazamo hasi wa kuweza kuwabagua wageni katika nchi hiyo. Lakini si wasanii pekee pia wanaonekana kuathirika. Kumbuka mjadala huo sasa umehamia hata kwenye michezo, hususan katika ushiriki wa timu ya taifa ya Afrika Kusini maarufu kama Bafana Bafana katika kombe la dunia linaloendelea nchini Marekani. Katika baadhi ya mechi za timu hiyo, mashabiki wengi kutoka mataifa mengine ya Afrika wameonekana kuzipa support timu pinzani badala ya kuiunga mkono Afrika Kusini. Hali hiyo imezua mjadala mkubwa mitandaoni, huku baadhi ya wachambuzi wakidai kuwa matukio ya xenophobia yameifanya Afrika Kusini kupoteza sehemu ya mshikamano wa Kiafrika ambao kwa kawaida huonekana katika mashindano makubwa ya kimataifa. Ikumbuke kwamba nahodha wa timu ya taifa ya Afrika Kusini kwa maana ya Bafana Bafana, Ronwen Williams, aliwahi kueleza masikitiko yake baada ya kuona Waafrika wengi wakiunga mkono Mexico katika moja ya mechi za kombe la dunia badala ya kuiunga mkono timu ya taifa Afrika Kusini. Kauli hiyo ilizua mjadala mkubwa kuhusu jinsi matukio ya ndani ya nchi yanavyoweza kuathiri taswira ya taifa katika jukwaa la kimataifa. Hata hivyo, wataalamu wanaonya kuwa si sahihi kuhusisha kila changamoto ya Afrika Kusini na swala la xenophobia pekee. Wanasema sababu kama gharama kubwa za usafiri kwenda Marekani, changamoto za visa, umbali wa safari pamoja na uwezo wa kifedha wa mashabiki pia zinaweza kuwa zimechangia kupungua kwa idadi ya mashabiki wa timu hiyo katika kombe la dunia. Pamoja na hayo, jambo moja linaonekana kuwa wazi ni kwamba hali ya ubaguzi nchini Afrika Kusini imeanza kuwa na athari zinazovuka mipaka ya usalama wa ndani na kuingia katika nyanja za kidiplomasia, biashara na burudani. Wakati mataifa mengine ya Afrika yakiendelea kuimarisha ushirikiano wa kikanda, Afrika Kusini inakabiliwa na swali gumu la kujibu. Je, taifa hilo linaweza kuendeleza kuwa kiongozi wa Afrika huku likituhumiwa kuwabagua Waafrika wenzake? Sasa kadri mjadala huu unavyoendelea, wengi wanaamini kuwa suluhisho la kudumu halitapatikana kwa kulaumiana, bali kujenga mazingira, mshikamano, kuheshimiana na kutambua kuwa maendeleo ya Afrika yanategemea umoja wa Afrika wote bila kujali wanatoka nchi gani. So hii ndio issue ambayo inaendelea Afrika Kusini, na moja ya taarifa ambazo pia tumepenyezewa ni kwamba mpaka hivi sasa wageni wengi ambao walikuwa wameinvest ama kuwekeza katika nchi ya Afrika Kusini tayari wameondoka, na baadhi ya mataifa ya kusini ambayo pia yameonekana kuathiriwa kwa kiasi kikubwa wameamua kwenda kuwachukua watu wao ambao walikuwepo Afrika Kusini na kuwarudisha nchini mwao, hali ambayo inaanza kuwaathiri wenyeji pia. Moja ya clip zinaonyesha kwamba baadhi ya maduka ambayo yalikuwa yamefunguliwa na wageni yamefungwa, kiasi kwamba yanaanza kuathiri huduma ya upatikanaji wa baadhi ya huduma za kijamii, kitu ambacho kinaweza kikaleta athari kubwa sana. Kuna jambo moja ambalo nitakuja nikwambie siku moja juu ya nabii ambalo alitabiri juu ya Afrika ya Kusini, lakini kwa sababu bado halijatokea, let's wait and tuendelee kuiombea Afrika Kusini isijikafikia mahala pabaya zaidi. Of course, mimi ni Justin Kosan, hii ni Lushauri TV. Leo nimeona ni share na wewe juu ya hili jambo ambalo linaendelea ndani ya Afrika Kusini, ambalo wengi wamekuwa kijiuliza kwa nini kama Afrika Kusini hivi inatengwa na nchi zingine za Afrika. Of course, hicho ndicho ambacho kinajiri. Nyuma ya kamera ni Salma Slem. Hii ni Lushauri TV. Tufuate pale Instagram, andika Lushauri_TV. Facebook pia tunapatikana kwa jina la Lushauri TV, sawa kabisa na TikTok. Lakini kama ndio kwanza unaungana nasi hapa YouTube, fanya subscribe na kubonyeza alama ya kengele ili kuwa kwanza kabisa kuweza kupata taarifa zetu kama hizi. Ciao.